Ni mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani Mwalimu Hassan Nyange akiwa kwenye hafla ya ugawaji wa viti na meza 410 katika shule sekondari ya Sino iliyopo ndani ya manispaa hiyo, samani zilizokabidhiwa na manispaa hiyo siku ya Aprili 13, 2026. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumekuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Mkurugenzi Mwalimu Hassan Nyange huyu hapa akizungumza. Tumepambana mpaka sasa hivi, Mheshimiwa Mstahiki Meya, wewe unajua tumetengeneza madawati 500 ndio ambayo yamekamilika, lakini lengo la manispaa ili kuondoa watoto wote changamoto ya kukaa changamoto ya kubanana, kwa sababu waliokaa wanakaa chini ni hapa, ila huko wengine tu wanabanana. Kwa hiyo tumeweka kipaumbele cha kumaliza kwanza hili tatizo. Mwelekeo wa madiwani wetu wa sasa wakiongozwa na Mstahiki Meya, kuna vitu hawataki viporo. Tuna shule zetu za sekondari 16, lakini shule hii tunataka tulimalize hili zoezi. Na Mstahiki Meya, naomba utakavyokuwa unazungumza, kama itakupendeza, uwasisitize wazazi hili ninalotaka kusema. Hakuna kikao kama hiki mwakani cha habari ya viti na meza. Mwaka jana tulitengeneza viti na meza 300. Watoto wetu wa form 1 wote walikuwa wanakaa chini. Tena wametandika mpaka mikeka. Lakini kinachotokea, wazazi, naombeni mnielewe kitu kimoja. Mimi nimesoma shule yangu niliyosoma sekondari inaitwaje? Kwa hiyo anayezungumza hapa ni mmoja ya wanafunzi wa Senge sekondari. Yaani haiwezekani walimu wa Senge wakawa na mawazo makubwa kuliko walimu wa Sino. Haiwezekani. Haiwezekani wazazi wa Senge wakawa wana uwezo mkubwa wa kufikiria kuliko wazazi wa Sino. Haiwezekani. Mimi nimeanza form 1 na kiti changu na meza paka form 4. Nimekikabidhi, nimeondoka kiti changu. Kwa hiyo kama mkurugenzi na mtendaji mkuu wa halmashauri, namuagiza mkuu wa shule na walimu, viti hivi kila mwanafunzi apewe kiti chake, ili atakayekaa juu, atakayevunja apambane yeye na mzazi wake kuturejeshea kiti chetu. Naye Mstahiki Meya wa manispaa hiyo ya Mtwara Mikindani Mheshimiwa Said Mohamed Zaid ameshiriki na kujionea zoezi hilo, huku akielezea umuhimu wa viti na meza hizo kwa wanafunzi hao. Leo tulikuwa katika hafla ya kukabidhi viti na meza 410 kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari ya Sino. Viti hivi na meza vitasaidia sana kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wetu ambao tulikuwa na matatizo haya kwa muda mrefu, lakini tumeshamaliza kwa kutumia fedha zetu za ndani za manispaa ya Mtwara Mikindani. Natoa wito kwa mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani kuhakikisha kufuatilia shule zingine ambazo zina changamoto kama hizi, nazo tuweze kupunguza au kumaliza kabisa. Naitwa Mwalimu Godfrey Jacob Mkami, ni mkuu wa shule ya sekondari ya Sino Friendship Tanzania. Siku ya leo tulikuwa tuna tukio fupi la kukabidhiwa viti na meza 410 kwa ajili ya wanafunzi. Kuna changamoto ya uhaba wa viti na meza kwa wanafunzi, hali iliyokuwa inapelekea baadhi ya wanafunzi kukaa wawili na wengine kukaa chini. Lakini siku ya leo tunamshukuru sana Mstahiki Meya wa manispaa, mkurugenzi Mwalimu Nyange, CMT pamoja na baraza la madiwani na watumishi wote wa manispaa kwa kuweza kufanikisha tukio la kuletea viti 410, hali inayopelekea sasa kutokuwepo na upungufu wa viti na meza katika shule hii. Wito wangu kwa wanafunzi, lakini pia walezi na wazazi na jamii inayozunguka shule kuhakikisha kwamba tunavihifadhi viti hivi ili viweze kutumika kwa matumizi makubwa na maslahi mapana kwa ajili ya kizazi cha baadaye. Kwa majina naitwa Aisha Hassan Chiute, nasoma kidato cha 4C. Kwa haya madawati tunaweza tukajifundishia kwa vizuri, tukasoma kwa ustadi kabisa. Kabla ya kuja haya madawati, kwa kweli tulikuwa tunapata shida sana katika usomaji. Yaani dawati moja tulikuwa tunakaa watu 2 watatu, kwa hiyo hata kwenye kuandika vile tulikuwa tunapata shida, tulikuwa tuandike vizuri kwa kweli. Kwa sasa hivi tunaweza tukasoma vizuri kwa kujiamini kabisa. Tunamshukuru mkurugenzi na Mstahiki Meya kwa kutuletea haya madawati. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapa nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Asante na kwaheri. Endeleza.